Unaangalia Yusuf Diwan Online TV. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wetu vipindi vyetu bora kabisa, leo ni siku nyingine tena na wakati mwingine ni kualike moja kwa moja katika studio yetu bora na kubwa zaidi, ni kwenda kutazama utofauti wa Qur'ani unayoweza kuitumia katika tiba na Qur'ani ya visomo vingine, kisomo cha kusalia, lakini pia na kutolea hutuba ama kutolea mawaidha. Utofauti wake uko wapi na nini kinaweza kujuza kwamba hii Qur'ani inayofanyika hapa, hii ni ya tiba na hii ni ya kisomo cha kuswalishia swala au cha kutolea mawaidha. Twende sambamba, tutakuwa moja kwa moja Dr. Said na Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali, na kisha baada ya hapo tutajua moja kwa moja namna gani sasa tunaweza tukaliendea suala hili na kutofautishwa na kujua tofauti ya Qur'ani kwa ajili ya tiba na Qur'ani kwa ajili ya kuswalia, lakini kusoma visomo vya kuswalia, lakini pia na visomo vya kufanyia mawaidha. Utaona tofauti wake, na mtu anaweza kuona tofauti hapa ni yule tu mwenye macho na akiacha akili yake huru ndio utabaini kwamba tofauti Qur'ani ipo tofauti wake. Na ambavyo unaweza kusoma Kiingereza cha kuongea na Kiingereza cha tiba, watu wenye tiba unaona ni Kiingereza viwili tofauti kabisa, lakini lugha inaweza zinafanana, lakini tafsiri yake inakuja tofauti na hata utekelezaji kwa matendo yake yanakuwa ni matendo mawili tofauti. Kwa hivyo tende pamoja tukamsalimia Dr. Said na Sheikh Diwan Al-Ghazali muda huu, na kisha baada tutakwenda kuangazia sasa tiba ya Qur'ani inakuwaje, ili wewe unapokutwa na majanga, mitihani mizito ya maradhi, uweze kujua hatua gani unaweza kutumia kupitia Qur'ani ili uweze kupona na uweze kuwa salama kunako maradhi na mitihani inayokusumbua biiznillah subhanahu wa ta'ala. Dr. Said na Sheikh Diwan Al-Ghazali, ya Allah, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nam hali gani Dr.? Wallahi hali namshukuru Allah tabaraka wa ta'ala. Na hasa ukizingatia tuna afya tele na nishati ya kutosha, hivyo hatuna budi kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Basi bila wasiwasi niendelee kukukaribisha tena kwa mara nyingine kwenda kuangazia moja ya utofauti ya Qur'ani ya kufanyia mtu tiba inakuwaje, lakini pia tukatazame na namna tofauti ulivyo na Qur'ani inayosomwa kwa ajili ya kutolea mawaidha au Qur'ani inayosomwa kwa ajili ya visomo vya kuswalishia swala za aina mbalimbali. Twende sambamba Dr. Said na Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali. Tunajaribu kutazama utofauti baina ya Qur'ani inayosomwa kwa ajili ya watu wanaoswali, lakini pia na Qur'ani inaweza kusomwa ama kuandaliwa kwa mtu ambaye mwenye maradhi. Je, utofauti wake unakuwa wapi? Ili sasa tuone, je, utofauti wa kusoma Qur'ani ikiwa unatolea mawaidha ni upi, na Qur'ani unayoisoma ikiwa unataka kumfanyia mtu tiba inakuwaje tofauti hapa? Tayeb. Al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan, yallah, bila shaka Qur'ani ina pati tofauti na Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin wala yazidu dhalimina illa khasara. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa yunazzilu au wa nunazzilu minal Qur'ani, na tumeteremsha ndani ya hii Qur'an, sio wa nunazzilu al-Qur'ana, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin. Yani ndani ya Qur'ani, kumbe Qur'ani ina kitu kinachoitwa shifa na Qur'ani ina kitu kinachoitwa rahma. Sasa shifa ni nini na rahma ni nini? Hapa ndipo panahitaji watu wenye maarifa na ujuzi katika kuiendea Qur'ani. Kuna watu wengi sana wamekuwa wanaisoma Qur'ani vile wanavyoswalishia, ndio wanataka kwa namna ile watibie maradhi. Hili ni tatizo kubwa na linaonekana ni mtu kutokuwa na maarifa na kutokuwa na ujuzi wa kulifahamu hilo. Sasa inshallah biidhnillah subhanahu wa ta'ala tutakwenda kufahamishana hapa ni vipi mtu unaweza kuitumia Qur'ani
katika taratibu za kitiba. Lakini kadhalika na tofauti baina ya visomo vya Qur'ani katika visimamo vya sala au visomo vya Qur'ani katika madaris. Mtu kakaa pale kama anavyofundisha watoto eti ndivyo anavyosomea wagonjwa. Ndio kuna ndugu yangu mmoja alikuwa ukikaa unaanza kusoma Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim, unamsomea nani? Mgonjwa. Anakuambia kaza sauti utakufa, jua kabisa hapa unasomea nini? Majini watakuua, kaza sauti. Aiyo, kwa hiyo Qur'ani wakati unapoisoma wakati wa kufanya tiba haisomwi hivyo Bismillahirrahmanirrahim alam nashrah laka sadrak. Hakuna hiyo, utaumia tena utaumia vibaya mno. Allah tulinde na atunusuru. Nataka tuelekezane hapa biidhnillah. Lakini kabla sijaingia rasmi, al-akhi Sheikh Hussein bin Diwani katika kueleza machache tu katika namna ya kuitumia Qur'ani katika masala ya kitibu. Mimi bado napenda kuwatanabahisha umma na jamii kutokana na genge la hawa ndugu zetu hawa masalafi uchwara. Nimeona kuna mtu kanitumia caption, imeandikwa hiyo caption, imeandikwa ya kwamba Yusufu Diwani ndio adui namba 1 wa masalafi Tanzania. Yani nilivyoiona kwanza ile caption nilicheka sana. Alafu nikasema mwandishi kakosea kidogo tu. Yangesema tu kwa maana Yusufu Diwani ndio adui namba 1 wa masalafi uchwara. Hapo ningesema kapatia. Kwa sababu duniani hakuna salafi sasa hivi. Duniani hakuna masalafi, tayari walishakwenda zao. Sasa hao waliopo mbele, ukisikia mimi salafi mbele ongeza nini? Uchwara. Na kweli Yusuf Diwani ni adui namba 1 wa masalafi uchwara. Kwa hiyo ukijiona wewe unasema kwamba huyu Yusuf Diwani ni adui wa masalafi, basi jua wewe ni nani? Ni uchwara. Ni salafi uchwara. Lakini salafi salih wala hatuna tatizo nao. Na sisi wale ndio dira yetu, na ni wema walio tangulia. Hawapo hai, hakuna salafi hata mmoja alio hai. Hayupo. Hawa ni uchwara. Sasa wewe andika hiyo caption yako, Yusuf Diwani ni adui namba 1 wa masalafi uchwara. Hapo utakuwa umepatia vizuri kabisa biidhnillah. Na cha ajabu zaidi nikaona tena mwingine anasema Yusuf Diwani. Yusufu Diwani. Yes, wanavyosema kwa maana ana chuki. Ana chuki sana na hawa masalafi, yani masalafi. Mimi nawaambia hapo mbele ongeza neno uchwara, utakuwa umepatia. Kwa sababu hata ukisikiliza speech zangu zote mimi nawazungumzia masalafi uchwara. Sasa kama wewe ushajijua kabisa kumbe wewe ni nani? Ni uchwara. Ndio maana unakuja kusema. Basi ndio maana unakuja kusema Yusuf Diwani ana chuki na masalafi. Mimi nina chuki na masalafi uchwara. Huo ndio ukweli wa mambo jinsi ulivyo. Kwa sababu wanaupiga vita Uislamu. Sahihi. Kwa sababu masalafi uchwara wanaupiga vita Uislamu. Alafu jamani, hivi katika hali tu la uelewa wa kawaida, hivi kati ya watu wa tasawufu na hawa masalafi uchwara ni kina nani wanachuki na wenzao? Masalafi uchwara. Ni kina nani wanaopiga vita wenzao? Masalafi uchwara. Watu wa tasawufu tulikuwepo, hasa hii Afrika Mashariki, tulikuwepo kabisa, yani muda mrefu kimya kabisa, wala hakuna tatizo. Walivyokuja hawa masalafi uchwara, si ndio wao kila kukicha wanasema hawa ni washirikina, hawa wanaabudia makaburi, si ndio hawa makhurafi, si ndio hawa masalafi uchwara wanasema maneno hayo. Sasa kama hawa masalafi uchwara ndio wanasema maneno hayo, mwenye uadui baina ya masalafi uchwara na baina ya watu wa tasawuf, aliyemfanyia uadui mwingine ni nani? Masalafi uchwara. Sasa wanajizima data, wanajitoa akili eti kutaka yani kuwadanganya watu. Yani hawa jamaa shekhe, ukisoma katika ilmu nafsi, ilmu ya psychology, utakuta kuna aina 5 za watu ambao wanazitumia kwa ajili ya talaubu nafsi, kwa ajili ya kuwachezea watu akili. Mmoja
katika mbinu ambayo mtu anaweza kuitumia kumchezea mtu akili ni kuchukua makosa yake mwenyewe mtu huyo, alafu yale makosa anayaviringa hivi, alafu yale makosa anamvisha mtu mwingine, kisha anaanza kumhukumia mtu huyo kwa makosa yake mwenyewe aliyempandikizia mtu. Ndivyo wanavyofanya hawa masalafi uchwara. Wao ndio wenye chuki na watu wa tasawufu, na wao ndio wenye uadui na watu wa tasawufu, alafu wanajifanya kujisaulisha, wanazungusha yale mambo hivi, alafu wanawapachikia watu wa tasawufu, alafu wanarudi wao kusema kwamba watu wa tasawufu ndio wanachuki nao. Ndivyo walivyo hawa, yani wanafanya talaubu nafsi, kuwachezea watu kisaikolojia. Ni hatari sana hawa watu. Hatari kubwa. Hivi jamani, nyinyi hamjui kama hivi, tuchukue tu ule uhalisia na mambo jinsi yalivyo. Hawa baina ya watu wa tasawuf na baina ya hawa masalafi uchwara, walioanza kuingia Afrika Mashariki ni wakina nani? Watu tasawuf. Hawa masalafi uchwara kama wana miaka mingi, hawana miaka 20-25 toka wameingia. Achana na Uwahabi, achana na wale walikuwa wanajiita Maansari, wale kidogo wana umri mkubwa kidogo kuliko hawa. Hawa masalafi hawana miaka 20-25. Wamewakuta watu watasawufu wapo, na hata watu hao Ansari Sunna wamekuta watu watasawufu wapo, na walikuwa pia hakuna mvutano, kulikuwa hakuna malumbano ya kiwango hiki. Lakini walipokuja wao wakaanza kuwafanyia uadui watu wa nini? Watasawufu. Alafu wanajizima data, wanajitoa akili tu, wanazungusha yale makosa yao, wanawatupia watu watasawufu. Watu hao alafu mnasema hawa ndio manhaji wako sawa sawa, wanafuata njia sahihi ya uongo na ulaghai kwa kiwango hiki. Alafu sasa ifahamike kabisa kwamba sisi tunazungumza na masalafi uchwara sahihi. Kwa hiyo kimwana alipuka yoyote, jua tu huyo ni salafi uchwara, miongoni mwa wale uchwara sahihi. Tayib, al-akhi umeweka sawa sana hapo. Na sisi ifahamike vizuri, tunaozungumza nao ni masalafi uchwara. Kwa hiyo ukiona mtu analipuka, jua kabisa hilo limemgusa, kwa sababu yeye ni salafi uchwara. Huo ndo mambo jinsi yalivyo. Sasa angalia wanavyotapatapa, wanavyohangaika huko mitandaoni. Kila anayekuja kumradi Yusuf Diwani wallahi anaona hatoshi. Uchwara tu. Uchwara. Kuna masalafi uchwara wa Zanzibar wanahangaika na sauti ya Yusuf Diwani. Kuna masalafi uchwara wa Pongwe, hao ndio hawalali kabisa, usingizi hawapati wakisikia sauti ya Yusuf Diwani. Hawalali shekhe. Wanatapatapa, wanahangaika. Kuna salafi uchwara kazuka juzi yuko Kigamboni. Naye ndio mbumbumbu kabisa, ni usingizi unamruka. Lakini kadhalika wapo yani magenge mengi tu, utaona radi kwa Yusuf Diwani, radi kwa Yusuf Diwani, radi kwa Yusuf Diwani, radi. Jua kabisa masalafi uchwara wanakosa usingizi pindi ambapo wanaposikiliza sauti ya simba akifanyaje, akinguruma. Sasa vijibwa koko hivi lazima vipate tabu sana katika hali za namna kadha. Na hapo pia Sheikh, kabla hujaendelea katika tunalokwenda kutazama, tutanabaishe kwamba nyie mtabweka habari ya sisi kuzungumza na sauti ya mtu, hatuna muda huo. Sahih al-akhi. Ndio maana mimi huwa nasema hivi, nimalize ya maneno tuingie katika tulichokusudia. Tunasema kuntu adhunnu anna al-quwwata fi ar-raddi walakin alimtu anna al-quwwata fi sumti wat-tajahuli. Hapo mwanzo mimi nilikuwa najua kwa maana nguvu inapatikana pale kwa mtu anapokuradi na wewe unaradi, akitoa na wewe unatoa, akipiga na wewe unapiga. Zamani nilikuwa nadhani ya kwamba nguvu inapatikana kwa kufanya matukio hayo. Walakin qad alimtu, lakini kwa sasa nishafahamu, anna alquwwata, ya kwamba nguvu inapatikana wapi? Fi sumti watajahul, katika kuyakalia kimya majibu koko na kuyapuzilia mbali kabisa. Kwa sababu jinsi unavyozidi kuyakalia kimya na kuyapuzilia mbali, wallahi wanapata tabu, wanatapatapa, wanahangaika kupita kiasi katika hali za namna hiyo. Imam Shafi ana maneno anasema, yukhatibuni safihu bikulli qubhin fa akrahu an akuna lahu mujiban yazidu safahatan fa azidu hilman ka'udin zadahu al-ihraq tiban.
Anasema wanaponizungumza watu wapumbavu kwa kila aina ya machafu na mabaya, wananipandikizia aina ya machafu na mabaya, fa akrahu an akuna lahu mujiban, sipendi kuwajibu haya majibu ya koko haya. Kwa nini kanisipende kuyajibu? Anasema lau kama nitakaa kimya nikaacha kuyajibu, yazidu safahatan fa azidu hilman, haya majibu ya koko utazidi ule upumbavu wao, au yatazidiwa na upumbavu wao, na mimi nitazidiwa kuwa ni mtu mwenye hilman, yani nitaonekana ni mtu najitambua, najielewa na najifahamu na najua pia ninachokifanya ni kitu gani. Na haya yatakuwaje na mimi nitakuwaje wakati huo? Anasema kaudin, nitakuwa kama jinsi unavyoona nini udi, zadahu al-ihraqu tiban, yani kila jinsi ambavyo udi unavyoungua basi ndipo unazidi kutoa harufu nzuri kabisa. Wewe unaona nimemkomesha Yusuf Diwani, mumwita mshirikina, namtangazia ushirikina kwa watu, ndio watu wanakuja kwa wingi sana kwa Yusuf Diwani, ndio watu wanataka kumjua vizuri sana Yusuf Diwani, ndio watu sasa wanajua material na wanajua kabisa yani madini mazuri yaliyo kwa Yusuf Diwani. Wewe unahisi kwamba nimemkomesha, kumbe maskini ndio nazidi kupaa zaidi biidhnillah subhanahu wa ta'ala, mjini tu vizuri zaidi biidhnillah. Ikhwani, ndugu zangu, haya tulikuwa tunataka tuyaeleze tu kwa ufasaha. Kwa hiyo yale mambo ya kusema kuna mtu ana audio zake alafu sisi tukae tunapambana na audio, huu ni wenda wazimu wakati fulani. Yani unakaa ndani una audio ya Yusuf Diwani, una play kidogo hapa mpaka hapa, alafu baadaye stopisha hapo, alafu unakuja wewe unaweka maneno yako. Sasa kwanza utaratibu huo wala sio wa kitaalamu, wala sio wa kimaarifa, wala sio wa kiujuzi. Mtu yoyote hata ambaye hajakanyaga darasani anaweza kufanya hivyo. Yoyote anaweza, wala sio elimu kubwa kufanya hivyo. Yani kuna majitu wanajidanganya kwamba hiyo ndio elimu kubwa. Akishaka Yusuf Diwani anachukua audio kidogo, anakata hapa, ishi hapa, alafu anachukua ya kwake anaweka, anasema maneno yake, alafu anachukua tena Yusuf Diwani anakata hapa. Sasa yani anapambana na nini? Na audio. Maana audio kweli bado upo katika giza la namna hiyo. Umefeli wewe. Yani bado yuko mbali mno. Watu vishapita huko, nishatoka mazingira hayo. Ikhwani, ndugu zangu. Sasa twende katika darasa letu. Ili darasa naamini kuna watu watasema alhamdulillah. Tulikuwa tunalisubiri kwa muda mrefu. Ikhwani, ndugu zangu. Qur'ani unapoifanya katika taratibu za kitiba haibaki kama jinsi ambavyo ilivyo ile ambayo wewe unayosalishia, haibaki hivyo hata siku moja. Na hivi ndo kama jinsi ambavyo unaona hata vyakula. Lau kama utataka vyakula uviandae katika mfumo wa dawa, hakitabaki chakula kubaki kama jinsi ambavyo unakiandaa kwa ajili ya kula ili ushibe na ladha upate, basi mambo yaishie hapo. Taratibu za maandalizi ya chakula dawa ni nyingine, na taratibu ya maandalizi ya chakula kwa ajili ya ladha na kushiba ni kitu kingine kabisa. Ndio hivyo namna jinsi ambavyo ilivyo Qur'ani kwa kusalishia ni tofauti na Qur'ani katika masala ya tiba, ni tofauti kabisa. Inataka watu waliokaa darasani na wenye fani maalum. Sikiliza sasa. Na hapo Sheikh, kabla uendelea, kuna watu wanasema kwani nyingine na hii ifahamike kabisa, kwa sababu kuna watu wana akili fupi kidogo. Na ni kweli ama wahabi anaweza akasema kwamba Qur'ani ipi hiyo, yani maana una Qur'ani mbili tofauti. Ifahamike jamani, kama ilivyoelezwa kwamba unaweza ukaandaa chakula kwa ajili ya dawa, kuna vitu vingi havitowekwa ndani ya chakula hicho. Kwa hivyo hata ukipewa hichi ambacho kilichoandaliwa kile ambacho umeweka kwa ajili ya dawa, na ukifanya chakula kile kilichoandaliwa kwa ajili ya mtu kula ashibe ili maisha yaendelee, utabaini kwamba ni vitu viwili tofauti. Kwa sababu gani? Ladha tofauti, muonekano tofauti, hata utendaji wake mwilini ni tofauti. Ifahamike hivyo. Tayib, na ndivyo mambo jinsi yalivyo. Na Qur'ani ndio iko hivyo. Unajua Qur'ani ina uwezo wa kusema na zile khalaya yani khalaya fil jismi. Yani Qur'ani ina nafasi nzuri ya kusema na zile khalaya fil jismi bi anwa'iha. Yani zile chembe ambazo zipo katika mwili wa mwanadamu kwa aina zake. Qur'ani ina uwezo wa kusema na khalaya. Lakini inasemaje? Kwa kukatu bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Hivyo
Hapana. Twende sasa nikupe somo. Na siku zote al-akhi, unapokuwa unanukuu kitabu kama hivi, msomi yoyote duniani hawezi kusema uongo ule, na hawezi akavuka maandishi ya kitabu hiki akaja kwa anayenukuu. Msomi hayuko hivyo. Tunaelewana vizuri? Msomi hayuko hivyo, kwa sababu nukuu yoyote mtu anapoinukuu huwa haitwi muongo kwa kufanyaje? Kwa kunukuu. Haitwi muongo hata siku moja. Ukiona jitu ule ni uongo pale, jua kabisa hili jitu na ilmu wako mbali mno. Sasa sikiliza haya maneno. Huyu ni bwana mkubwa Ahmad ibn Abdul Maliki Az-Zaghabi. Kitabu chake Al-Jawahirul Lammaa fi ilaji al-masi was-sar'i wal-aini wat-tayrati fi al-waqti was-sa'a. Bingwa la Kiwahabi hili linasema maneno haya, na mimi nanukuu haya kwa sababu maalum. Sikiliza maneno. Anasema suila, nenda ukurasa namba 179. Anasema mashru'iyatu kitabati ba'dhi al-Qur'ani wa ghaslihi wa shurubihi. Bwana anasema sharia, kukubalika kwa kuandika baadhi ya aya za Qur'ani na kuzioga na kuzinywa hizo aya za Qur'ani. Unaona mambo? Kumbe Qur'ani ili iwe tiba inatakiwa ifanyweje? Iandikwe, na baada ya kuandikwa iogwe na inywewe pale ambapo panapohitajika kufanya hivyo. Ndio taratibu wa tiba huo. Sasa anasema suila Maliku rahimahullah. Aliulizwa Imamu Malik. Aliulizwa Imamu Malik. Sheikh wa Kiwahabi ananukuu maneno ya nani? Ya Imamu Malik. Aliulizwa, anasema yuktabu lilmahmumi alqur'ana. Anasema yuktabu lilmahmumi alqur'anu, ikiwa hivyo inakuwa Qur'anu kwa sababu inakuwa ni naibul fa'ili. Au yaktubu lilmahmumi alqur'ana, ikiwa yaktubu kwa maana ikiwa ni fi'lu mabniyu lilmajhuli, alqur'anu itakuwa naibul fa'il. Lakini kadhalika ikiwa yaktubu kwa maana mabniyu lilma'lumi, alqur'ana inakuwa maf'ulun bihi. Yote hapa kwa mujibu wa sentence inakubali kuisoma kwa majhul au kuisoma kwa maalum. Sahihi. Sawa? Kwa hiyo ukisoma kwa majhul, basi hii alqur'anu inakuwa naibul fa'ili, yanubu manabal fa'ili. Sawa? Na ukiisoma kwa fatha kwa maana yaktubu, ukaisoma kwa fatha yani kwa mabniu lilmaalumi, alqur'ana inakuwa maf'ulun bihi. Tunakwenda sawa? Sasa aliulizwa al-Imamu Malik, akasema, je, kuna haja ya mtu kuandika Qur'ani mtu anywe lakini naoge? Akasema Imam Malik, maana jamaa zetu kwa kufurisha maimamu ni hatari sana. Sikiliza maneno ya nani? Al-Imam Malik. Sio maneno ya nani? Yusuf Diwani. Sah. Haya, Imam Malik anasema la ba'sa bihi, hakuna ubaya wote. Kwa ukiona jitu nasema kuandika ndo shirikina wenyewe, shirikina lenyewe hilo ujue. Ndo linalo create ushirikina katika kichwa chake, alafu linataka liwapandikizie watu. Hao wana kitu kinachoitwa at-talaubun nafsi, kuchezea akili za watu. Wana utaratibu huo hawa masalafi uchwara. Sasa akasema al-Imam Maliki, la ba'asa bihi, hakuna ubaya kuandika Qur'ani, wala ba'sa an yurqiya bil kalami at-tayyib au an yurqa. Mumkin an taqula an yurqa au an yurqiya, mumkin. Yani anasema wala ba'sa, wala si ubaya, an yurqa au an yurqiya, mtu yoyote kufanya matibabu bil kalami at-tayyib, matibabu yenyewe yaende sambamba na maneno mazuri.
Unanielewa? Naam. Maneno mazuri ni yale ambayo anayajua maana yake yule anayoandika maneno hayo. Kwa hiyo sio Qur'ani tu. Kumbe unaweza ukaandika Qur'ani au ukaandika maneno mazuri. Imam Malik huyo. Tunakwenda sawa. Wala ba'sa bil mu'adhati tu'laq. Na akasema na wala sio vibaya kwa mtu ambaye atakayeandika kinga kisha akaifunga akaning'iniza. Imam Malik huyo aliulizwa, na huyo ananukuu maneno haya, Sheikh la Kiwahabi linanukuu maneno haya. Anasema hata mtu ukiandika Qur'ani au kaandika maneno mazuri katika karatasi ukaifunga vizuri, alafu ukaining'iniza shingoni au mkononi au popote utaponing'iniza, hakuna ubaya. Sasa utayaona yanakuja hapa, yanakurupuka hapa, Yusuf ndio anafundisha ushirikina, alafu yanaacha haya maneno yaliyosemwa na Imam Malik. Ukiuliza je, Imam Malik naye ni mshirikina? Hapana, Yusuf Diwan ndio mshirikina. Sasa Yusuf Diwan anakuaje mshirikina kwa kunukuu maneno ya Imam Maliki? Jamaa wana hatari hawa, talaubun nafsi, wanachezea akili za watu. Haya, sikiliza maneno. Wala ba'sa bil mu'adhati tu'laq. Hapana ubaya wote kwa mtu kuning'iniza kinga. Wa fiha al-Qur'an, na ndani ya hicho alichoning'iniza ndani yake kuna nini? Kuna Qur'ani. Tena sio Qur'ani tu, wa dhikrullah, na kuna dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kutengenezwa vizuri kabisa. Dhikrullah au aya za Qur'ani au maneno mazuri. Anasema hata mtu akiandika kisha akaning'iniza si makosa. Wala hakuna ubaya. Imam Malik. Sasa aje mtu atoe povu kwa Imam Malik. Maana ndo alivyo. Maana hapa maneno haya yamesemwa na Imam Malik, hawamwambii Imam Malik moja kwa moja mwongo huyo. Utaona anakuja kwa Yusuf Diwani mwongo, shirikina. Wakati Yusuf Diwani anachofanya ananukuu maneno ya nani? Imam Malik. Ndio maana tunasema hawa wanatakia. Takia ni kile anachosema ni kingine na kile kilicho ndani ya nafsi zao ni kingine. Maana yake wanamuona hata Imam Malik ni mshirikina. Ila tu wanaona bado hawajafikia ule wakati wa kudhihirisha maneno yao. Mmoja sikakurupuka kaona jamani ule yale makubaliano tunaamini na tunajua kabisa kwamba maimamu ni washirikina, lakini tunaogopa kusema kwa sababu jamii itatuonaje. Kakurupuka asema jamani mimi naweka wazi bana, Imam Suyuti mshirikina, yani kafiri. Imam Nawawi mshirikina, yani wanamsha mzushi. Ibn Hajar al-Asqalani mzushi. Abu Hanifa mzushi, na mwingine anasema mshirikina ni kafiri kabisa Abu Hanifa. Si wapo masalafi uchwara, ndio maneno yao hayo. Asa ikitokea mtu anasema Yusuf Diwan, maana wana lugha zao wanaita shubha, ana shubha. Hizo lugha za shubha kwanza umezitoa wapi wewe? Shubha umetoa wapi hizo lugha za namna hiyo? Shubha. Ana shubha. Tunataka tubadilishe shubha, tubainishe shubha. Shubha ndo nini? Watu wana hatari sana. Lugha za ovyo tu yani. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, amesema Sheikh wao Ibn al-Qayyim naye Sheikh wao mwanafunzi wa Ibn Taymiyyah, mshirikina mwingine huyu sasa. Maana ukiwaambia Ibn al-Qayyim ni mshirikina, Sheikh wanavuruka kwa asili, yani kwa hatua 100. Lakini hayo alosema Ibn al-Qayyim akiyasema Yusuf Diwan mshirikina. Sasa unashangaa na haya majitu. Ni majitu ya namna gani? Ndio yanayokuambia kwamba yapo katika manhaji iliyonyooka. Hawa kweli watakuwa katika manhaji iliyonyooka? Ndio maana tunasema hawa ni masalafi uchwara. Salafu wa kweli kwanza anakuwa ni mtu ambaye hana khiana ya kiilmu. Kauli zote za wanavyoni atazichukua na atakubaliana nazo, isipokuwa yeye atakuwa kuna zile kauli ambazo alizopendezewa nazo, na hafungi mlango kwa watu wengine kushika zile kauli nyingine. Lakini ukiona na kufungia mlango kwamba kauli anayotaka ni ile anayotaka yeye tu, kwanza yupo kazini, mshahara kadhalika anapokea mshahara kwa kutetea kauli hiyo, lakini ni kampuni ya watu. Ndio mambo jinsi yanavyokuwa katika utaratibu huo. Haya, Ibn al-Qayyim msikilize anasemaje. Anasema hivi,
rakhasa jamaatu minas salafi. Ibnul Qayyim anasema imeruhusu jamaa ya salafu salihi, sio jamaa ya masalafi uchwara. Ieleweke vizuri. Anasema fi kitabati ba'dhi alqur'ani, jamaatu minas salaf imeruhusu kuandika baadhi ya aya za Qur'ani, wa shurbihi, na kuzinywa hizo aya za nini? Za Qur'ani. Waja'ala dhalika minash shifai alladhi ja'alahu Allahu fihi, na kajalia kule kuandikwa kombe kwa aya za Qur'ani, minash shifa, ni miongoni mwa ponyo, alladhi, ponyo ambayo ja'alahu Allahu fihi, aliyojalia Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya hiyo Qur'an. Tunaandika makombe sisi. Al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan, karibu miaka 8 au 9 au 10 hivi, mimi nilikuwa Msumbiji, Mozambiki, Pemba. Pale Pemba wakati huo niko pale, walikuja vijana kutoka Saudia. Wametoka kusoma Saudia, takriban walikuwa vijana 5 au 6 hivi. Sasa ndo wametoka masomoni. Yani ule uwahabi na usalafi uchwara umewakaa vizuri zaidi. Bahati mbaya mmoja wao akasibiwa na mashetani. Kila muda mashetani yapo kichwani. Mtihani huo sasa. Wakaanza kusoma visomo vyao vya kuswalishia. Soma visomo vya kuswalishia, shetani yuko pale pale. Bana ndo alivyo hawa. Hawajui tiba, hawajui chochote. Kazi yao kuwawekea watu headphone na kuwadhulumu hela zao. Kuwaibia hela zao. Si wamestolea na siri wenyewe. Siri hapa tabu ile 40 yauman fi Tanzania. Kwani ni maneno yetu? Si Abu Muadhi huyu delegation ilokuja wakasimu mafuta inasema ya kwamba Sudi kazi yake anawekea watu earphone, alafu anawasha kompyuta, alafu yeye akakaa pembeni, kompyuta inasoma, yeye anachukua hela. Wizi mkubwa. Tena wakamuita mutalasisu, mwizi. Si kitabu hiki hapa 40 yauman fi Tanzania. Sasa kweli wewe uliona wapi tiba inaweza kuwa hivyo? Haiwezekani. Kama sio wizi kuibia. Na huyu ndo ambaye wamehitilafiana nayo, wakamwandika kwenye kitabu hiki. Katika gongwe yani genge la Pongwe, wapo watu wanasomea watu uongo katika masuala ya tiba, wakati hawajui chochote katika mambo ya tiba. Na kuna maeneo tushakutana nao sana tu. Tunakaa kimya tu. Haya. Sasa wale mabwana sasa yule kila wakijaribu kusoma visomo hivyo vya kuswalishia, shetani yuko pale pale, hatoki mzee. Mtu mmoja akamwambia, bana, kuna Watanzania wako mahala fulani, hebu mpelekeni pale. Wakamleta yule bwana. Fika pale, wanaongea Kiarabu na wanaongea Kireno. Sisi tukaongea nao kwa lugha ya Kiarabu. Basi baada ya pale wale mabwana, sema bana, huyu tumetoka naye jamia huko, lakini sasa ndio hali yake ni hii, sijui tunafanyaje. Nikamwambia yani kumsomea huyu mtasoma sana mpaka vichwa vitawapasuka. Kwanza utaratibu wa kusomea hauko hivyo mnavyosoma nyinyi, moja. Lakini jambo la pili, huyu hatakiwi kusomewa. Mimi sishamtazama, nishajua kasibiwa na shetani wa namna gani. Mtu mwenye maarifa, daktari, akishamtazama tu hivi mgonjwa anajua huyu anasumbuliwa na tatizo fulani. Hivyo muangalia tu nikajua na vibwengo. Sasa vibwengu utasoma Qur'ani nzima tanaasa katika utaratibu wenu huo wa kuswalishia. Ndo kabisa. Ukibwengu tunajua namna kuminya, tuna shughuli kaishia hapo. Haya. Nikamwambia sasa Sheikh, hapa natakiwa huyu bwana tumwandikie kombe. Wakashtuka pale. Kombe ni ushirikina kama wanavyosema hawa watu. Nikamwambia Sheikh, nyinyi mmetoka jamia. Kweli hamjui kama kombe inajuzu? Wapi wakakataa. Nikawachukulia kitabu kinaitwa Minnatur Rahman. Nikawaonyesha, hebu someni hapa. Someni wenyewe. Akatazama, angalia mtunzi wa kitabu. Nikamwambia huyu anawezekana akawa yuko mbali sana. Nikawachukulia Atibun Nabawi cha Ibn Qayyim al-Jawziyya, ambaye mtu wao wamemsoma sana huko. Nikawafunulia, hebu someni hapa. Wakasoma wao wenyewe.
Sijakaa sawa nikawachukulia Aljawahiru Lammaa cha shekhe wao. Hebu someni hapa. Wakachanganyikiwa pale, wamebakia wanatoa macho. Wakaanza kupiga picha zile kurasa. Wametoka jamia hao, ndio mjue saa watu wanafundishwa mambo ambayo ya hovyo hovyo, ujinga, upumbavu. Ilmu wanaiacha huku. Yaani kule huko Saudia wanakokwenda kusoma, shekhe wanaenda kufundishwa upumbavu, ilmu wanaacha huku kwetu. Mtu anakwenda kusomea udhu, kusomea uimamu, bora atasomea uimamu, wanaenda kusomea be dali na aini bid'a. Khalas, ndio anachoenda kusomea huko. Be dali na aini miaka yote. Mtu anakwenda miaka 7, miaka 9, miaka anasoma be dali na aini. Ni watu sasa. Si basi tu. Hatari. Basi mwisho akasema basi sawa shehe. Mimi nikaandika pale kombe. Nikaandika kombe. Na ndani ya ile kombe wakati naiandika nikaandika kiufundi, kimaarifa. Unajua unaweza ukaandika Ayatul Kursi hata kipande ikisifike, hata kidole yani hata yani hatua ya kidole kimoja isifike. Kuna maneno tu ukiandika yale maneno kama kina sa'in sawa sahubin lahubin, ya maneno ya mfano wa namna ile. Zile ni kodi. Wanazijua wenyewe kodi zao. Tunajua sisi wenyewe wenye kodi zetu. Kwa hiyo nikawaandikia pale, hii nini? Nikamwambia tulieni, hii ni Ayatul Kursi. Ayatul Kursi mbona tuielewe? Uelewi wewe, mimi mwenyewe naielewa. Kisha baada pale nikaifuta ile. Baada ya kuifuta pale nikachukua yale maji nikamwekea usoni tu hapa pale na shetani akapotea. Dakika hiyo hiyo. Basi baada ya pale wakaanza kushangaa, wanatazamana. Yule bwana kaibuka mzima, hana problem yoyote. Nikamwambia sasa sikilizeni, nyie lazima mlete hela. Msilete ujinga. Silete mambo ya ovyo kabisa hapa. Lazima mlete hela. Mitikashi lazima mimi naitaka hapa. Huu tayari shamfanyia, lakini huyu inatakiwa afanywe kinga ili shetani asirudi tena. Si watu wajinga. Basi baada ya pale wakaleta mitikashi, nikawafanyia kinga pale, wakaondoka. Mpaka kesho kutwa ni mzima kabisa, kibwengu hakikurudi tena. Sasa nyewe kaeni na ujinga wenu, eti unakaa hapa tunasoma ruqya shar'iyya. Ruqya sharia umetoa wapi wewe? Sasa sikiliza Ibnul Qayyim, shekhe wenu anasema kuandika kombe safi. Ni safi kabisa. Tena kuandika kwa kunywa, na kunywa hiyo kombe ambayo umeandika kwa aya za Qur'an. Waja'ala dhalika minashifa. Anasema hawa masalafu salihi, sio hawa masalafi uchwara. Hawa wamefanya kwamba hiyo ni katika ponyo alladhi ja'alahu Allahu fihi, ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaijalia ndani yake. Lakini kadhalika wayudhkaru, na imetajwa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kutoka kwa Ibn Abbas, radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala zimfikie yeye na baba yake. Unaona? Hapa huyu sasa ni nani? Ni sahaba wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Annahu, kitabu cha Wahabiki kinaeleza ya kwamba yeye huyo Ibn Abbas pamoja na baba yake, yani radhiyallahu anhuma, annahu, ya kwamba Ibn Abbas amara an yuktaba limra'atin ta'suru 'alayha wiladatuha atharan min alquran thumma yaghsilu wa tasqi au watusqa, ya kwamba sahaba wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alitoa amri, amara, kaamrisha an yuktaba limra'atin, aandikiwe mwanamke taassara alaiha wiladatuha, mwanamke ambaye uzazi wake ulikuwa mgumu sana, mjamzito, kafikia wakati wa kujifungua, lakini kujifungua kukawa tabu. Habari zikaenda kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ibn Abbas akatoa amri, akasema we mwandikie nini? Athara min alquran, aya za Quran mwandikie. Kisha baada ya hapo thumma yaghsilu wa tasqa, sawa. Kisha baada hapo wa yughsal, sawa. Kisha baada ya hapo na aogeshwe au aoge, sawa, na anywe.
hizo athari za Qur'ani. Akisema Yusufu Diwani, mshirikina. Ukiwauliza Ibn Abbas, naye anakuwa nani? Maneno ya hapana, hawezi kuwa mshirikina. Sasa mbona haya anayanukuu Yusufu Diwani ndo hayo aliyosema Ibn Abbas? Wanafanya talaubun nafsi, kuvuruga watu, kuwachezea watu akili. Jamani, andikeni sana Qur'ani, andikeni makombe, kunyweni sana. Kuna mtu mmoja al-akhi, simtaji kwa jina, ni shekhe mkubwa sana hapa Tanzania. Huyo shekhe alikuwa Wahabi. Kuna wakati tuliwahi kupata fursa ya kwenda kufanya da'wa katika mji wa Pangani, Tanga. Karibu miaka 10-12 iliyopita. Nilikuwa mimi, tulikuwa na qari'ul Qur'an. Maqari'ul Qur'an walikuwa wawili. Kulikuwa kuna shekhe anaitwa Sheikh Ridwan. Huyu namtaja sababu ni sahiba wangu sana na atuhudhuriani. Lakini tulikuwa na Hassan Shah, pia ni qari'ul Qur'an. Tulikuwa na ndugu yetu huyo ambaye sitaki kumtaja, na huyo shekhe mkubwa, na ndugu yetu mwingine ambaye amefariki alikuwa anaitwa Sheikh Haidar, Mwenyezi Mungu amrehemu, ajalie kaburi yake ni raudha min riyadil janna. Amin. Tukaenda mpaka Pangani, tuko na gari na ya huyo bwana, ambao baadaye yule bwana alikuja kuniuzia mimi ile gari. Na mimi nikawa navimbia mjini kidogo. Najua kila mmoja avimbie chake. Basi bwana, baada ya kufika pale ilikuwa umefika wakati wa maghrib, tukaenda msikiti mmoja pale kufanya da'wa. Kabla ya kufanya da'wa, kuna mtu mmoja akamuuliza huyu shekhe mkubwa wa Kiwahabi ambao tulikuwa naye. Akamuuliza, shekhe, pale katika ule msikiti ambao tunakwenda kuswali, imamu wa pale ni mtu mzima sana, lakini anaandika makombe. Na hayo makombe ambayo anayoyaandika, kidau cha wino cha kuandikia makombe yenyewe kiko mle msikitini. Je, panafaa hapo? Yule shekhe akasema hapo ndo pazuri, twende tukaswalie pale na mimi nitatoa mada pale nitakanyaga haya mambo. Sawa. Tukaenda pale baada ya magharibi. Bwana akasimama, shekhe mkubwa, akatoa mada. Asalamu alaykum. Kaeleza, akaanza kukanyaga sana. Hii kombe ni haramu, huwezi kuifanya Qur'ani kuwa juisi wewe. Hii haramu, shirki, kufuru na nini. Kaongea pale wewe. Baada ya pale tumemaliza, yule mzee mtu ana hekima sana. Akasema, mashekhe, mimi naomba niwaalike chakula cha usiku siku ya kesho. Basi tukamwambia sawa. Kwa hiyo tumepata mwaliko wa chakula cha usiku na mzee wetu, imamu wetu. Basi tumekwenda pale kwake, tumekula chakula. Baada ya hapo sasa, yule mzee akamwambia, kijana, jana nimekusikia mada ulizungumza, lakini ushafanya bahthi. Hicho ulichokizungumza umefanya bahthi vizuri. Yule mzee akaingia ndani, alitoa vitabu karibu 30. Angalia hapa, angalia hapa, angalia hapa, angalia hapa. Bahati nzuri yule bwana naye alikuwa ni, yani huyu salafi, yani huyu shekhi wa Kiwahabi huyu ambaye tulikuwa naye, alikuwa ni mtu ana insaf. Insaf maana yake ukiona haki, umeelezwa mambo ya haki, haubaki na misimamo tu, mimi hata useme nini, hapa tu, hapa ndo msimamo wangu. Hakuna vitu vya hivyo. Basi bwana alivyoonyeshwa yale majambo, akasema, shekhe, wa kweli mimi haya nilikuwa sijawahi kuyaona. Mzee yule akamwambia, basi baada ya kuyaona unasemaje? Sema, wallahi kesho nitarudi pale msikitini, nitakwenda kuwaambia watu kile nilichokiona. Na kweli tulirudi pale, akasimama akasema, jamani, juzi nilizungumza mimi kadha, nilikuwa sijapata usahihi wa mambo jinsi ulivyo. Jamani, hili jambo linafaa, halina tabu. Na yule mzee baadaye akamwandikia kombe yule akamwambia, nakupa ijaza, Mwenyezi Mungu atakujalia kila la kheri. Akanywa mbele yetu tunaona. Kuanzia hapo na Uwahabi kusha habari yake. Leo tunaye kwenye maulidi mbalimbali, tunafanya kwenye khitima tunaye. Kwa nini? Kwa sababu ni mtu ambaye hakuwa na misimamo. Alikuwa anatafuta haki. Anatafuta haki mahala ilipo. Lakini hawa jamaa zetu hawa
wao sio watu wa haki. Hata ukimuonyesha haki pa mahala ilipo, atabaki na msimamo wake tu, atakuhukumu vibaya, atakutuhumu vibaya. Maadamu kauli yake yeye ni kauli ya kusimama kwenye mshahara, na maadamu kauli yake ni kauli ya kusimama kwenye kampuni, kwa hiyo lazima atabaki kuwa hivyo, atanusuru kampuni tu. Hata akionyeshwa haki hawezi kukubali. Anakuja mtu anakuambia katika vitabu vya watu wa tasawufu kuna ushirikina. Jamani, hivi kuna mtu anaweza kuyajua maneno yaliyo katika vitabu vya watu wa tasawuf kuliko watu wa tasawuf wenyewe? Hakuna. Sasa kwa nini wakiambiwa na watu wa tasawuf wenyewe kwamba haya maneno yako kadha kadha, yamekusudiwa kadha kadha kadha, wao hawataki? Kwa nini? Hamuoni kama hii ni kampuni ya watu? Kampuni. Kwa sababu watu wa tasawuf wenyewe wanakuambia haya maneno hayakukusudiwa hivi unavyotafsiri wewe. Hivi unavyotafsiri wewe unatafsiri Kikristo, ambapo sio malengo ya watu wa tasawufu katika maneno yao. Wapo watu wa tasawufu wanayajua vizuri maneno yao. Wewe hutaki kukubaliana na ile maana walioikusudia watu wa tasawufu, unawaletea ya kwako. Hapo gani haya? Jamani, hebu tuweni makini na hawa watu. Namalizia Sheikh. Namalizia kwa sababu ni mengi haya mambo ya kuandika makombe. Waqala Ayyub, akasema Ayyub, raaitu aba Qulabati. Anasema raaitu aba Qulaba, nimemuona Abu Qulaba, kataba kitaba min alquran, aliandika aya nyingi tu za Qur'an. Thumma ghasalahu bima'in wasaqahu rajulan kana bihi waj'a, kisha baada ya hapo akazifuta kwa maji zile aya na akamnywesha mtu alikuwa na maumivu makali katika mwili wake. Mtu anaumwa. Sasa wewe mtu anaumwa, kaa tusome. Wewe andika kombe, mpe mtu anywe. Achana na habari za kusoma hapo. Andika kombe, mpe mtu anywe. Chana na habari za kusoma soma. Tayib. Wa an Mujahidin qal, na kutoka kwa Mujahidi anasema la ba'sa an yaktuba alqur'ana wa yaghsilahu, hapana ubaya mtu kuandika Qur'ani na akaioga. Wa yusqihi almarida, lakini kadhalika na amnyweshe mgonjwa. Sawa? Yani amnyweshe mgonjwa. Na mfano wa hayo Abu Qulaba amesema katika hali za namna hiyo. Wa anhu aidha, na kutoka kwake huyu Mujahidi kwamba annahuma lam yara ya ba'san, hawajawahi kuona ubaya wowote an yuktaba ayatun min alquran, kuandikwa aya za Qur'an, thumma yasqahu, kisha mtu akanywa, sahibul faz'i, yule mtu mwenye kuweseka au fil asli as-sar'i, au kwa wale ambao wana matatizo ya aina mbalimbali, na hata wale wanaopandisha vibwengu. Si vibaya kwenye vibwengu vile mashetani ya mikuri, mangurukizi yale, yale mashetani yale hatari, we muandikie tu kwa utaratibu. Sasa kuna kuandika kwa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alafu kuna kuandika kwa kodi maalum, hiyo alam tara. Sasa kuandika kwa kodi ndo nitafute sasa nikupe maalumati biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Namalizia al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan. Naam. Haya, wa rubbama yakunu al-muradu bis-sar'i huwa al-akmal. Sawa. Qala al-Khallal, akasema Khallal, amba'ana Abu Bakar al-Maruzi anna Aba Abdillah, ya kwamba Aba Abdillah ambaye ni nani? Ahmad ibn Hanbal. Sawa. Waje sasa wamkufurishe na huyu Ahmad ibn Hanbal. Jaahu rajulun, alimjia mtu. Faqala ya Aba Abdillah, yule mtu akasema ewe Aba Abdillah, taktubu limraati qad asara alaiha waladuha mundhu yaumaini, unaweza kumwandikia mtu ambaye sawa, ambaye mtu huyo uzazi wake umekuwa na tabu, sawa, toka masiku mawili anapata uchungu tu lakini hajifungui. Faqal, akasema qul lahu yaji'u bijamin wasi', akamwambia mwambie aje na kidau kipana, sahani wasi' tena pana hivi, wa zafaran, aje na zafarani. Aje na nini? Ahmad ibn nani huyo? Hanbali. Anasema, kisha anasema al-Khallal, wa ra'aituhu yaktubu li ghairi wahidin, na nimemuona mwenyewe anaandika hayo anayoyaandika, yani hiyo Qur'an, kwa mtu ambaye si mmoja, watu wengi tu akienda pale anawatibia kwa hali za namna hii. Ahmad ibn Hanbal alikuwa hajui kusoma Qur'an?
kaa hapa tukusomee. Namna ya tiba ya Qur'ani, andika, mtu anywe, mtu aoge. Waqala Ibn al-Qayyim, akarudi kwa Ibn al-Qayyim, yani al-Ma'yuni, kwa mtu ambaye alifanywa vijicho. Anasema waraa jama'ata mina salafi, aliona kikundi cha wema waliotangulia, antaktuba lahu al-ayati min al-Qur'an thumma yashrabuha, aandike aya za Qur'ani kisha azinywe. Sawa? Ayati min al-Qur'ani thumma yashrabuha, kisha azinywe. Qala Salih ibn al-Imam Ahmad, akasema Salih ibn al-Imam Ahmad, mtoto wa Imam Ahmad, anasema warubbama italaltu fayakhudhu qadhan liimami Ahmad fihi ma fayaqra'u fihi thumma yaqul ishrab minhu waghsil wajhaka wa yadayka. Anasema na mara nyingi tu ilitokea mambo ya kuwa anafanya ightiyal. Ightiyal ni kama anajiwa na madhara hivi ya kisihiri na madhara ya kishetani. Kisha baada ya hapo akawa anachukua qadhan. Qadhan ni ile kata. Kata ya al-Imam Ahmad. Kwa nini achukue kata ya Imam Ahmad? Anatabaraki, anaomba baraka kupitia ile kata ya Imam Ahmad, ndio maana yake. Sasa hawa wakisikia swala la tabarruk, shirki, vichaa vinawapanda kichwani. Jamani, aya fihi ma, ndani ya hiyo kata kuna nini? Kuna maji. Fayaqra'u fihi, anasomea maji. Sio anamsomea mtu, anasomea nini? Maji. Thumma yaqul, kisha anasema ishrab minhu, kunywa katika hayo maji. Waghsil na wajhaka, naosha uso wako, yadaika, na mikono yako. Qur'ani ndio inatumika hivyo katika kuponya, kumtibia mtu. Aya waqala samahatu Sheikh Muhammad ibn Ibrahim rahimahullah, Mheshimiwa Sheikh Muhammad ibn Ibrahim rahimahullah, an kitabati baadhi al-ayati al-Qur'aniyah, anasema kuandika baadhi ya aya za Qur'an, wa yaghsiluhu wa yashrabuhu, anywe na aoge. La yadhhar fi jawazi dhalika bas, anasema sijaona katika kujuzu kufanya hivyo, sijaona ubaya wa aina yoyote. Thumma dhakara ma dhakara Ibn al-Qayyim, kisha akataja yale aliyotaja nani? Ibn al-Qayyim katika hali za namna hii. Aya hapa utakwenda kumtazama Ibn Bazi, shekhe wao huyo. Sasa huyu ndo kama mtume wao, Ibn Bazi na anasema tadawa bil Qur'ani al-Karimi wasidri wa nahwihi min al-adwiyati al-mubahati laysa min babi al-bid'a bal huwa min babi tadawa. Thumma dhakara anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qara'a fi ma'i fi ina'in wa sabbahu 'ala al-maridi. Aya akifanya Yusufu Diwani. Haya, sikiliza majina wanayompa. Sikilizeni shekhe wenu, mtume wenu Bazi huyu. Bazi anasema atadawa bil Qur'ani al-Karimi, kujitibu kwa kutumia Qur'ani tukufu. Wasidri, na kujitibu kwa kutumia nini? Mkunazi. Wa nahwihi, na mfano wake. Ukisikia mfano wake maana yake kunaingia vitu vingi sana hapo. Jitibie kwa kwatu ya ng'ombe, jitibie kwa kipande cha ngozi ya kondoo, jitibie kwa mayai, kwa kila, ndio nahwihi. Tena nahwihi yenyewe min al-adwiyati al-mubaha, katika dawa za halali. Mbuzi halali, haram? Halali. Sasa nikitoa kitu kwa mbuzi kinakuwa haram? Hapana. Sasa Bazi anasema chinjeni sana mbuzi, tumieni sana viungo vyake kutibia watu, ndio nahwihi. Sawa? Haya, laisa min babil bid'i. Kwanza akasema msije akakurupuka mtu akasema ni bid'a. Hii haipo kwenye mlango wa bid'a. Mtume wenu Bazi huyo anasema haya maneno, kuwatibia watu, sawa, kwa Qur'ani, lakini na mkunazi na mfano wa hayo minal adwiyatil mubaha, miongoni mwa dawa za halali. Laisa min babil bid'a, huo si katika mlango wa bid'a, bal huwa min babi tadawa, bali huo ni katika mlango wa kujitibu tu. Mtume wenu Bazi huyo anasema kutumia mavimavi sio tatizo. Kuna mti unaitwa mavimavi, unanuka vibaya, unanuka vibaya sana, lakini kwa kuondoa mashetani huo ni hatari kabisa. Sasa anasema maadamu ni mmea huo, hamna tatizo, utumike tu, waondoshwe.
Na asitoke mtu akasema ile ni bid'a. Baadhi anasema we acha kabisa kusema kwamba ile ni bid'a. Haipo katika mlango. Haipo kabisa katika mlango wa bid'a. Baadhi huyo mtume wenu anasema bal huwa min babi tadawa, bali ni katika mlango wa kujitibu. Thumma dhakara, kisha akasema hivi, akataja anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaraa fi ma'in, ya kwamba mtume alisomea maji fi ina'in, katika chombo, wasabbahu, alafu akamwagia yale maji ala almaridhi, mgonjwa. Yani mtume kasomea maji afu akamwagia mgonjwa pale. Sasa Yusuf Diwani afanye hivi leo uone. Yani hawa watu ni hatari shekhe. Jamani, jitibuni sana, acheni maneno ya uongo wa hawa masalafi uchwara. Haya, namaliza. Qala al-Qadhi Ashubli rahimahullah, anasema yajuzu an yuktaba lilmusabi wa ghairihi, inafaa kumwandikia mtu mwenye maradhi na mwingineo. Manake ghairihi, manake sio mtu mwenye maradhi, sasa mwenye shida zake mbalimbali. Kwa mfano hafanikiwi kazini, mambo yake yamekuwa mazito, nuru hana, akapoteza mvuto, ndio maana ndio ghairihi. Yasiyokuwa hayo ya ugonjwa yapo mengi sana, kukimbiwa. Si huyu ndo anasema Sheikh wenu wa Kiwahabi kanukua haya maneno ya Shubli. Haya, anasema min almarda shay'un min kitabillah, kuandika chochote miongoni mwa kitabu cha Allah azza wa jalla, wa dhakarahu bil midadil mubah, lakini alichokisema tu ni kuandika kwa wino wa halali. Wa yaghsil wa yasqi, aoge na anywe. Kama nasa ala dhalika al-Imam Ahmad wa ghayruhu, kama alivyoeleza Imam nani? Ahmadi na wengineo asiyokuwa Imamu Ahmad. Wahtaja bima rawa an Ibn Abbas, bima ruya an Ibn Abbas, na akatoa hoja kwa yalipokelewa kwa Ibn Abbas, annahu kana yaktubu liman asabaha at-talqa kalimati al-karbi wa ayatayn min kitabillahi azza wa jal tunasibu al-hal. Akasema kisha baada ya hapo ya kwamba yeye Ibn Abbas alikuwa anaandika kwa mtu aliyopatwa na talaq. Talaq ni ile kuhara sana, sawa? Lakini kadhalika alikuwa anaandika ni kalimati al-karbi, alikuwa anaandika maneno ya kuondosha, ya Rabbi ondosha kadha, ya Rabbi ondosha kadha, ya Rabbi ondosha kadha, ya Rabbi, sio Qur'an. Maneno ya karbi, tabu zile. Wa ayataini min kitabillah, alikuwa anaandika na aya mbili katika kitabu cha Allah azza wa jal, tunasibul hal, inayokwenda sambamba na hali husika. Tuliwahi kufanya darasa sisi tukaelezea ile innahu ala raj'ihi la qadir. Likakurupuka jitu moja ambalo kiukweli halijui usiku wala mchana. Likasema kuna kitu cha namna wala hiyo aya haihusiani na masala kumrejesha mtu aliyopotea. Huyu sasa Shubli anaeleza ana nukuu maneno kutoka kwa Imam Ahmad, anasema alikuwa anaandika aya tunasibul hal, zinazonasibiana na nini? Na hali yenyewe. Hama jamaa hawasomi, na hata wakisoma hawaelewi, na hata wakielewa wanaelewa vibaya, basi matatizo matupu. Waqala Sheikh Muhammad Ibrahim al-Sheikh, haya uwahabini sasa kwenye kwa al-Sheikh wenyewe sasa. Ukisikia al-Sheikh basi jua hapa ni kina nani hao? Ni hao kina yani wafalme hawa wa Saudia, ndio ukoo wao sasa, kina al-Sheikh hao sasa. Kina Uthaymeen huko. Kina al-Sheikh mwenyewe mfalme wa Saudia ndio ukoo wao sasa, huo kina al-Sheikh hao, kina al-Saudi hao. Tena tayyaba Allahu thara, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azidishe utajiri wake. Azidishe utajiri wake. Anaombewa utajiri uzidi. Wa fi riwayati minha, katika riwaya an Ahmad, anasema sawa huyo nani? Muhammad Ibrahim al-Sheikh huyo. Anasema fi rajuli yaktubu al-Qur'an, akielezea kutoka kwa Imam Ahmad kwa mtu ambaye anaandika Qur'an. Yaktubu al-Qur'ana fi ina'in, anaandika Qur'ani, anakunywa, thumma yasqihi, katika chombo, thumma yasqihi al-marid, kisha akamnywesha mgonjwa. Qala la basa bihi. Sheikh sasa al-Sheikh naye akasema hamna tatizo, watu waandike sana na anywe sana makombe. Sheikh namalizia, amebakia wa mwisho. Waqala sheikhuna, aya al-Sheikh sasa naye anamnukuu shekhe wao. Waqala sheikhuna, na akasema shekhe wetu nani unamjua? Ibn Bazi. Al-Sheikh huyo
ukoo wa Saudi huo, anamnukuu baadhi ambayo anasema, amesema shekhe wetu waqala shaykhuna Ibn Baz tayyaba Allahu thara'an hadha, anasema lam yasiha fi dhalika alhadith, hadithi haikusihi. Qala kasema famin ajli hadha at-tawassu' ba'd al-ulama fajazu kitabat al-Qur'ani wa dhikri wa mahwahu wa rashi al-marid au ghaslihi bihi. Akasema pamoja na hivyo, famin ajli hadha at-tawassu', kwa ajili ya upana huu ulioelezwa na mashekhe na wanavyuoni, bi baadhi al-ulama, ina baadhi ya wanavyuoni, fajazu, wakajuzisha. Tena ajazu nini? Kitabata al-Qur'ani, kuandika nini? Qur'ani, wa dhikri, na kuandika adhkari, wa mahwihi, na kuzifuta hizo adhkari, wa rashil marid, na kumrashia mgonjwa. Yani kama vile mtu anaweza kuchukua usinga vile au mkia wa kondoo akaweka, afu anamrushia hivi yule mgonjwa. Baadhi anasema hamna tatizo mtu akishika usinga akaweka kwenye yale maji akamrushia hivi yule mgonjwa. Si maneno ya baadhi, kwani maneno yetu sasa aseme Yusufu Diwani, muone vumbi linavoruka. Hatari sana shekhi wangu. Haya, namaliza. Haya, kumrashia au ghaslihi bihi, au kumuosha kabisa kwa hayo maji. Imma qiyas an ma urida fi qissati Suhail ibn Hunayfi, anasema imma inawezekana ikawa hii ni qiyas kwa yale yaliyopokelewa katika kisa cha Suhail ibn Hunayfi, wa imma amalan bima nuqila an Ibn Abbas, imma ni kuyafanyia kazi kwa kuwa yamenukuliwa kutoka kwa nani? Kwa Ibn Abbas, sahaba wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini anasema wal atharu dhaifu, kama kanuni yao athari ni dhaifu. Waqad dhukira jawazu dhalika, waqad dhukira jawazu dhalika, na imeelezewa kujuzu kufanya hivyo an Ibn Taymiyyah. Angalia hatari sana watu. Hii sasa athari kutoka kwa masahaba kule dhaifu. Lakini sasa Ibn Taymiyyah kafanya. Kwa kuwa Ibn Taymiyyah kafanya, jaiz. Hapo hapatiwi neno. Yani sahaba kafanya, hana uzito, dhaifu. Ila kafanya Ibn Taymiyyah, hapatiwi neno. Safi hiyo jamani. Sasa akili kwa mkichwa, andikeni sana makombe, jitibuni. Asitoke mtu akakudanganyeni kwamba hapa kuna shirki kuna nini, wewe unaumia, unapata madhara, unakaribia kufa, unakaribia kupata madhara mazito, wakati njia za kujitibu zipo ambazo ziko sahihi na sheria haijakinzana nazo. Kwa hiyo ndugu zanguni, tujitibu sana. Wa ala kulli hali la yutabaru hadha al-amalu shirka. Angalia sasa huyu mtu anavyosema wa ala kulli halin, kwa hali yoyote itakavyokuwa, la yutabaru hadha al-amalu shirkan, haizingatiwi kabisa kwamba amali hii inakuwa ni nini? Ni ushirikina. Ona majambo, shika usinga, andika, fanya hivi, tena kila kitu. Anasema wa ala kulli halin, baadhi anasema kwa hali yoyote ile, la yutabaru hadha al-amalu shirkan, haizingatiwi kabisa kwamba amali hii ni nini? Ni ushirikina. Sasa hawa wanasema shirki, wanatoa wapi? Kama mtume wao baadhi kaisha sema hakuna ushirikina hapo. Wao shekhi, hata mtume wao hawamfuati. Wao kwenye kampuni. Bas, hilo ndo jambo ambalo yani wao wapo kwenye kampuni. Bas. Kosa wakibidi wamfuate baadhi, italazimika mengine kubaliana na watu. Lakini kampuni na maelekezo sahihi. Kwa hiyo ni hatari sana ndugu zangu. Hapa sisi tunafanya tiba za watu wenye matatizo ya aina mbalimbali, na tiba zetu ni tiba sahihi, hazina ushirikina. Hata chembe ya shirki hakuna. Kwa hiyo inshallah, kwa yeyote yule ambaye bila shaka anataka kufanyiwa tiba, aje inshallah, na sisi tutamfanyia tiba kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala, tena katika njia iliyo sahihi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na bila shaka mimi ni kusihi na nikwambie tu kuanzia tulipoanza pa kufikia wakati huu, bila shaka tunaelekea
tamati kabisa kufunga kipindi chetu hichi, na kubwa ni wewe ambaye uliyezoeshwa Qur'ani ikifanywa kama tiba, lakini kwa bahati mbaya sana ukawa unasomea kana ambavyo unaweza kusomea, unaweza kusoma ukiwa katika swala, katika somo la swala, na ukiwa ukitolea mawaidha unasoma vile unavyosoma kwa mawaidha ndivyo pia unavyosoma unavyomfanyia mgonjwa. Utapoteza wakati kwa muda mrefu sana. Zipo njia na taratibu zikifanywa hizo, basi mgonjwa hupona haraka. Jamani, tuandike makombe sana. Ikiwezekana muogeshe sana mgonjwa wako. Mgonjwa wako anywe sana, na ikiwezekana rashi sana maeneo yako ya shughuli zako ya kazi, na ikiwezekana andika ning'iniza nyumbani kwako ama katika sehemu ya shughuli zako kama inawezekana. Naamini kheri nyingi zitapatikana biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kubwa ni wewe tuzingatia kwamba kama tatizo zote hizi zimekuwa kisheria na hazina shida, na naamini kuanzia sasa watu watafungua vichwa vyao, wataona kwamba yale kwa kiambiwa shirki ni porojo tu, ni matangopoli na porojo, wanaporojewa na tayari walibebeshwa mzigo ambao kimsingi si namna, si walisake namna ulivyo. Na yote kwa yote haya unaweza ukatazama, unaweza kujiandikia wewe mwenyewe kwa utaratibu na uweza, lakini pia ukiona unataka kufanyiwa na shekhi kwa utaratibu ulio bora kwa jambo lako, basi fursa pia, mlango huko wazi. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba unaziona hapo, kisha utasikilizwa, utashauriwa na utapewa mwongozo ulio bora wa namna gani za kufanyika, na kheri nyingi zitapatikana biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.